Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa, na tunaitazama vita baina ya Israel pamoja na Iran, vita ambavyo imepelekea mateso kwa raia wasiokuwa na hatia. Israel imeendeleza operesheni yake ambayo inafahamika kama Rising Lion kwa kufanya mashambulizi kadhaa nchini Iran siku ya Jumatatu usiku. Hata hivyo, Iran imejibu kwa makombora mazito ikiendeleza operesheni yake ambayo wakati huu bado inaendelea hadi siku ya leo Jumanne alfajiri, huku ikiendeleza mashambulizi makali. Jeshi la Iran limesema kwamba litarusha makombora usiku kucha hadi alfajiri, na ndicho ambacho kinatokea. Iran inaendeleza mashambulizi kwa kurusha makombora katika maeneo mbalimbali huko nchini Israel, huku raia wakizidi kuteseka katika taifa hilo la Kiyahudi. Raia katika taifa la Kiyahudi wanateseka wakiwa katika hali ya tahadhari wakati wote kutokana na makombora kuharibu miundombinu ya maeneo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na maeneo ya makazi ambapo hadi wakati huu zaidi ya makazi 1000 yanadaiwa kuharibiwa. Ilitangazwa siku ya Jumatatu kwamba makombora mengi ya Iran yameharibu miji katika maeneo mbalimbali huko nchini Israel, huku Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu akitembelea maeneo yaliyoharibiwa, akikiri hali jinsi ilivyo na kuonyesha namna ambavyo Iran imefanya uhalifu mkubwa ndani ya taifa hilo. Hii imefanya Israel kupitia Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kuendeleza mashambulizi ya Operation Rising Lion, jambo ambalo bado pia kwa upande wa Iran linasababisha vifo kwa raia nchini humo na kusababisha matatizo makubwa katika taifa hilo. IRGC, jeshi la Iran, limesema limeendeleza na mawimbi ya makombora katika kile inachoita ni operesheni ya Hadi ya Kweli namba 3, na kutangaza kwamba katika operesheni hii mifumo ya kamandi na udhibiti wa utawala katili wa Israel inavurugwa kutumia mbinu za kibunifu na kuimarishwa kwa uwezo wa ujasusi na kiufundi ulioendelezwa na mashahidi kama vile akina Hussein Salami. Mfumo wa ulinzi wa adui yenye tabaka nyingi umeharibiwa kiasi kwamba mifumo yao ya ulinzi wa anga inalengwa. Taarifa hiyo ilieleza licha ya uungaji mkono wa kina wa madola ya Marekani na Magharibi, na licha ya kuwa na teknolojia ya hali ya juu zaidi ya kujilinda, ikiwa ni pamoja na mifumo ya Iron Dome na THAAD, mbinu zilizotumiwa katika operesheni hii zilihakikisha matokeo na mafanikio ya hali ya juu ya makombora kwenye maeneo yaliyolengwa shabaha. Hata hivyo, wamesema kwamba operesheni hizo zitaendelea hadi kuangamizwa kikamilifu kwa utawala wa Kizayuni, kama ambavyo Wazayuni wanataka kuangamiza utawala wa Iran. IRGC imesema katika tangazo kwamba operesheni ya Hadi ya Kweli namba 3 na operesheni za siku zijazo zitakuwa mbaya zaidi, kali, sahihi na zenye uharibifu zaidi kuliko hizi zilizopita. Operesheni hii pia imethibitishwa kwa hesabu na tathmini za udanganyifu wa wavamizi wa Kizayuni na waungaji mkono wao wa Marekani kuhusu Jamhuri ya Kiislamu ya Iran hazikuwa sahihi kabisa. Hata hivyo, katika mapambano haya kati ya Israel pamoja na Iran hakuna taarifa sahihi, hasa upande wa Israel ambapo hadi sasa idadi ya vifo vimetajwa ni 24 tu, huku upande wa Iran ikitangaza vifo 224 na maelfu kujeruhiwa. Iran inasema sasa ni lazima tushuhudie kuporomoka kwa utawala unaokadia kwa mabavu wa Israel. Taarifa hiyo ilitahadharisha kuwa wafuasi wa utawala huo wanapaswa kujua kwamba operesheni madhubuti zinazolengwa na zinazozidi kuharibu mali za utawala huo bandia zitaendelea hadi kuangamizwa kabisa. Kwa ufupi ni kwamba hali katika pande zote mbili ni ngumu mno. Upande wa Israel, raia wanashindwa pa kuishi, wanakosa mahala sahihi pa kukaa kutokana na kwamba kila eneo linasikika vingora na makombora yanaendelea huko Tel Aviv, huko Yerusalem na maeneo mbalimbali ya nchi hiyo ya Israel. Huko upande wa Iran maeneo mengi yakishambuliwa, hasa katika jiji la Tehran. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote.